Bwana, katika mambo ambayo Young Africans hawajawahi kufeli ni kwenye masuala yao ya kiusajili. Wako serious sana, na hii inaendelea kuwapa chati kwenye mifumo yao. Kila kinachoonekana kiko bora zaidi. Wanafanya vitu ambavyo kimsingi ni sawa na vile ambavyo wao wanapangilia. Unajua ni nini ambacho kinawapa jeuri au kinawasaidia sana wananchi kuweza kuwa na power, au kila wanachokifanya hasa kwenye usajili kinafanikiwa? Hii ni kwa sababu Young Africans wamezungukwa na viongozi ambao mpira wanaujua, viongozi ambao wana work rate nzuri, wana movement nzuri za kimpira, na wanajua yale yote ambayo wanayafanya. Ndio maana Young Africans kwenye masuala mazima ya usajili wako aware sana na wanafanya kazi vizuri. Sasa kutoka Congo DRC wameendea chuma kingine cha kazi kutoka kule AC Maniema, na mpaka sasa wameshamaliza mazungumzo kwenda kusaini mkataba wa moja kwa moja, yani contract ya moja kwa moja kuwa mchezaji halali wa klabu ya soka Young Africans. Na mpaka hivi sasa tunaambiwa pia Young Africans wanaendelea kutekeleza mipango kazi na mikakati yao katika masuala hayo, na tumeshaambiwa kuwa wanamuinda Nuhumwe Mosi. Nuhumwe ni mchezaji wa Singida Black Stars ambaye aliingia dirisha dogo kutoka Burundi, lakini amekuwa mchezaji ambaye ni anatajwa zaidi katika dirisha la usajili kutokana na uwezo wake wa upachikaji wa mabao, na amekuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo hii inampa nguvu ya yeye kutajwa zaidi pale katika viunga vya Jangwani, na Jangwani wanataka mtu ambaye ni mzee wa kazi kweli kweli. Kwa hiyo mpaka hivi sasa Nuhumwe Mosi anatajwa kuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kulisakama lango la wapinzani akiwa na uzi wa Young Africans. Niseme tu kwamba Young Africans kwa wakati huu ni miongoni mwa ni miongoni mwa klabu ambayo imekuwa na ushawishi mkubwa, lakini pia umekuwa ikitekeleza mipango yake ya kikazi na inafanya kabisa mambo ambayo ni ya kimsingi. Mimi niseme tu huu ni wakati ambao Young Africans wanaenda kuidhibitishia Afrika au umma kwa ujumla kwamba wapo namna gani, wapo serious kwenye mipango yao ya kiutekelezaji, na ndio maana wanaendelea kufanya mambo ambayo ni ya kimsingi zaidi. Kwa hiyo ni kwamba baada ya hapo watakuwa na Nuhumwe Mosi, baada ya Nuhumwe Mosi Jean Claude Gilumugisha, baada ya Jean Claude Gilumugisha watakuwa na Kotima kutoka kule Bandari ya Kenya. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ukiangalia title zao ni kubwa zaidi. They fight for the development, successes and improvement. Ni miongoni mwa watu ambao tunawafahamu vizuri sana. Ni watu ambao wanaujua mpira na ni watu ambao wanapambana. Kwa hiyo engineer amerudi sokoni kutafuta watu wa kazi na kazi ili iendelee kufanyika. Kwa hiyo sio